Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu akubariki kuwepo nyumbani mwa Bwana tena. Amina. Ni furaha yangu kuona kwamba katika siku hizi za mwisho watu hawazimii wala hawachoki kumtafuta Bwana. Bwana asifiwe sana. Tulivyoanza kuokoka, sasa hivi wokovu wetu unakuwa mtamu kuliko tulivyoanza. Bwana asifiwe sana. Mungu akubariki. Naomba nimshukuru Mungu. Baba yetu na Mungu wetu mtakatifu, tunakushukuru kwa kupenda kwako. Jioni ya leo unataka kusema na sisi na maneno yako ya uzima. Baba, asante kwa kuwa umelituma neno lako kwa watu wako. Ninakubariki katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Leo ninatamani tuzungumze kitu kinaitwa uamsho. Natamani tuzungumze kitu kinaitwa uamsho. Msomaji wangu uko tayari? Nitasoma kutoka Hagai sura ya kwanza mstari wa 14 na wa 15. Ina maandiko kama matatu muhimu au mawili muhimu. Hagai sura ile ya kwanza mstari wa 14 na wa 15. Tuzungumze kuhusu uamsho. Ni neno ambalo karibu dunia nzima wa Kristo wanalitamka, lakini kuna kusudi kubwa nataka Mungu atusaidie hapa. Uamsho nini? Kwa lugha nyingine huwa nasema roho iliyoamshwa au roho zetu kuamshwa na Mungu. Hagai sura ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15, naomba unisaidie. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli mwana wa Shealtieli liwali wa Yuda, na roho ya Yoshua mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, na roho zao mabaki ya watu wakaenda wakafanya kazi katika nyumba ya Bwana wa majeshi Mungu wao katika siku ya 24 ya mwezi, katika mwezi wa 6, katika mwaka wa pili wa Dario mfalme. Tukisema kamwamshe fulani, tunapata taswira gani? Sasa huyu anasema, hebu rudia huo mstari wa 14. Sema Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli. Bwana akaiamsha roho ya Zerubabeli. Hapo ndipo napotaka hapo, roho ya kwetu kuamshwa, uamsho kwenye roho zetu. Bwana asifiwe sana. Waisraeli walilala, na sababu zilizowapelekea wao kwenye hii Hagai kulala, kulikuwa na sababu kama 3. Ya kwanza, upinzani wa mataifa adui. Ya kwanza, upinzani wa mataifa adui. Ya pili, maisha yao magumu yaliyojaa changamoto. Maisha yao magumu yaliyojaa changamoto. Ya tatu, mioyo yao kuipenda dunia na mafanikio na maendeleo yao. Hapo tayari tuna somo zuri.
Bwana asifiwe sana. Mioyo yao kuipenda dunia, maendeleo yao, mafanikio yao, malengo yao. Tunaweza tukalielewa hili tutakaposoma Hagai sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 5. Nisaidie kidogo kusoma. Nataka nikufafanulie kidogo ili upokee ujumbe huu, namna ambavyo Mungu aliamsha roho ya Zerubabeli na ikapelekea kupatikana mtu aliyeamshwa roho. Alipoamshwa roho za wengi tumeona mstari wa 15, wakaamshwa roho wakaenda kufanya kazi katika nyumba ya Bwana. Bwana asifiwe sana. Akilala mtu mmoja humu anaambukiza usingizi. Sasa unamwangalia anayelalaga anasinzia wakati wa neno, unamwamsha hata mwili. Zerubabeli alipoamshwa, wakaamshwa wengine roho zao. Akiwepo mtu mmoja ameamshwa roho, huwa anaamsha roho za wengine. Bwana asifiwe sana. Hebu soma mstari wa 1 hadi wa 5. Katika mwaka wa pili wa Dario mfalme, mwezi wa 6, siku ya 1 ya mwezi, neno la Bwana lilimjia Zerubabeli mwana wa Shealtieli, liwali wa Yuda, na Yohana mwana wa Yehosadaki kuhani mkuu, kwa kinywa chake Hagai nabii, kusema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba watu hawa husema, huu sio wakati utupasao kuja, huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenyu zenye mapambo ya mbao, nyumba zenye mapambo ya mbao, iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Basi sasa Bwana wa majeshi asema hivi, zitafakarini njia zenu. Mistari hii ndio inayoonyesha kilichosababisha kulala, kupoa. Walisema huu wakati sio wa kufanya kazi, wa kuendelea kuijenga nyumba ya Bwana, kwa sababu tuna upinzani mkubwa. Yako mataifa yanatupinga kuendelea kuijenga hii, wanatupiga vita. Lakini cha pili, maisha yetu ni magumu, hatuwezi kuendelea kufanya kazi ya Mungu. Na cha tatu kinaonekana, nasema, mbona kazi za nyumba yenu mnafanya pamoja na mnapingwa na mataifa? Nyumba zenu mmezijenga na mmezipamba. Inaonyesha kwamba kumbe pia tu walivutiwa na kutafuta mafanikio. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakajikuta wamelala, kazi ya Mungu ikapoa, ikalala. Watu hawajisikii tena kumtumikia Mungu, hawajisikii tena ule moto wa kuja kumtumikia Mungu, kuijenga nyumba ya Mungu. Sasa lakini nabii anasema, Mungu amenituma kwako Zerubabeli, wewe si ndio kiongozi? Mungu amenituma kwako. Mbona hawa watu kama kweli wameshindwa kuijenga nyumba ya Mungu kwa sababu ya vita, hawana utulivu kwa sababu wanashambuliwa, wanapingwa? Je, mbona nyumba zao zimejengwa? Sijui kama uliwahi kufanya tathmini. Kanisa la mahali pamoja linaweza likajengwa hata miaka 10. Nyumba ya mtu anajenga mwezi mmoja. Nini sababu? Mambo ya Mungu ndani yake yamezimika, uhai wa kiroho umekufa. Nitasoma tena Ezra sura ya 1 mstari wa 1 hadi wa 6. Nataka nizungumze uamsho. Moyoni mwangu natamani kulizungumza hili jambo kwa uzito sana, kwa uzito mkubwa sana.
Kwa sababu moyo ukiwa haujalala, haujazimia, roho ikiwa haijalala, haijazimia, huwa haioni changamoto za kuzuia kumtumikia Mungu. Na kuona kuna sababu za kweli. Kuna falsafa huwa naitumia mimi pale kanisani. Nilianzisha nayo mimi, sikuisoma kokote, lakini kwa kusoma maandiko nikapata hiyo falsafa. Inasema hivi: kuacha ibada kwa sababu yoyote ya halali na ya haki ni hatua moja ya kurudi nyuma. Ni falsafa ngumu kidogo. Kuacha ibada kwa sababu yoyote ya halali na ya haki ni hatua moja kurudi nyuma. Mungu anamsemesha Hagai aende kwa Zerubabeli. Kumbe Zerubabeli naye alikuwa ameona ni kweli tuna sababu ya kushindwa kuendelea kuijenga nyumba ya Bwana kwa sababu ya upinzani. Lakini Mungu anaona hapana, ni kwa sababu mioyo, roho zimezimia. Kwa lugha ya kibiblia zimekufa. Na Mungu anasema, mbona nyumba zenu mmezijenga katikati ya huo upinzani, katikati ya maisha magumu? Kanisa au kazi ya Mungu, kanisa likianza kupunguza kuifanya kwa sababu eti maisha magumu, changamoto za maisha, ni alama ya kwamba kanisa kiroho limezimia. Hello. Ni alama ya kwamba kanisa hili kiroho limezimia, limepoteza uhai wa kiroho. Kanisa likiwa na uhai wa kiroho, Zerubabeli ndio anamwambia Mungu, anaambiwa na Hagai, Mungu amenituma. Anasema neno la Mungu likamjia kwa kinywa cha Hagai, Zerubabeli, mbona hawa watu hawajengi nyumba yangu tena? Kwa kisingizio cha matatizo, mbona wanajenga nyumba zao? Moyo wa Zerubabeli ukaamka. Kumbe ule ujumbe ulikuwa unapeleka kuamsha roho ya Zerubabeli. Na mimi Mungu amenituma kwako leo, ni Hagai wako. Na mimi ndio Hagai wa kanisa la Temeke, kwamba hapana, hapana, hatutakiwi kukaa, kunyamaza, kuendelea na mradi wa kuleta roho za watu kwa Yesu kwa sababu ya changamoto za maisha. Ezra sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 6, naomba nisomee. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilolisema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa, Bwana akamwamsha roho yake Koreshi mfalme wa Uajemi, hata akapiga mbiu katika ufalme wake wote. Akaiandika pia akisema, Koreshi mfalme wa Uajemi asema hivi, Bwana Mungu wa mbinguni amenipa falme zote za dunia, naye ameniagiza nimjengee nyumba katika Yerusalemu ulio Yuda. Basi kila mtu katika ninyi nyote mlio watu wake, Bwana Mungu wake na awe pamoja naye, na akwee mpaka Yerusalemu ulioko Yuda, akaijenge nyumba ya Bwana Mungu wa Israeli. Yeye ndiye Mungu iliyoko Yerusalemu. Na mtu awaye yote aliyesalia mahali popote akaapo hali ya ugeni, na asaidiwe na watu wa mahali pake kwa fedha na dhahabu na mali na wanyama, zaidi ya vitu vitolewavyo kwa hiari ya mtu kwa ajili ya nyumba ya Mungu iliyo Yerusalemu. Ndipo wakaondoka wakuu wa mbali za mababa na Yuda na Benyamini na makuhani na Walawi, naam, watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao kukwea. Na watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao kukwea. Na watu wote ambao Mungu amewaamsha roho zao kukwea, ili kuijenga nyumba ya Bwana iliyoko Yerusalemu. Mstari huo unamaanisha hivi:
walioenda mara ya kwanza Yerusalemu kutoka Babeli ni wale tu walioamshwa roho. Na sababu ya wengine kutokwenda, hawakwenda kwa sababu moja, waliona mbona Babeli tuna uhuru, tunalima, tunavuna na tuna amani na hatuna shida. Kwa nini tena kujitwika hali ya hatari ya kwenda Yerusalemu, kwanza kujenga jengo ambalo lilibomolewa na Nebukadreza kama kuiondoa nguvu ya Israeli? Sasa tujitwishe tena hilo kongwa. Wakaona bora tutulie, lakini walioamshwa roho wakaondoka kwa changamko kwenda kuijenga. Unaona jambo hili la ajabu sana. Ambaye amezimia kiroho huwa anaona hofu kufanya kazi ya Mungu, anaogopa. Lakini jambo lingine anasema kwamba ili kwamba litimie neno lililonenwa na nabii Yeremia, Bwana akaiamsha roho ya Koreshi. Ili kwamba litimie neno lililonenwa na nabii Yeremia, Bwana akaiamsha roho ya Koreshi. Jambo la muhimu, andika hivi: Mungu huwa ana mazingira maalum ya kutimiza ahadi zake, na mazingira hayo yasipokuja, Mungu hatendi kazi anayokusudia kutenda. Uamsho ni mazingira yanayomleta Mungu kutenda kazi zake. Mioyo iliyozimia Mungu huwa hawezi kuitokea. Ziko ahadi nyingi za Mungu zilizoandikwa kwa ajili yetu. Mungu ameahidi, lakini anasubiri roho iliyoamshwa, roho iliyofufuliwa, roho iliyotoka katika hali ya kuzimia, ili hiyo ahadi Mungu aitende. Anasema ili kwamba litimie neno. Hebu tulirudie hilo andiko, labda kwa kutumia Mambo ya Nyakati sura ya 36 mstari wa 22 hadi 23. Tulirudie hilo neno, Mambo ya Nyakati sura ya 36 mstari wa 22 hadi 23. Mambo ya Nyakati wa pili, Nyakati wa pili 36 22 23 23. Ikawa katika mwaka wa kwanza wa Koreshi mfalme wa Uajemi, ili kwamba neno la Bwana alilosema kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa. Ili kwamba lile neno alilosema Bwana kwa kinywa cha Yeremia lipate kutimizwa. Bwana akamwamsha roho yake Koreshi. Mungu, basi ishia tu hapo. Mungu ana mambo anataka kuyatimiza. Nitazungumza vitu vingi kidogo hapa leo. Samahani, mtanisamehe niende pole pole. Nataka nikupe kweli za kiroho zilizoko katika Biblia ambazo lazima tuapply uamsho wa mtu mmoja mmoja, wa kanisa zima la Temeke, wa kanisa zima la Dar es Salaam, wa kanisa zima la Tanzania, wa kanisa zima la Afrika. Na Mungu huamsha mtu mmoja, halafu watu wanaamshwa. Tunakuta uamsho umeikamata Afrika nzima. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Yeremia 25 mstari wa kwanza, usome wa kwanza alafu wa 12. Nataka niongee hii kwa upana kidogo. Tulie kidogo nifundishe. Natamani kutuende kuna uamsho ambao Mungu anatamani mioyo, roho zilizoamshwa. Anayatamani ayatende mambo, lakini anatamani aina ya roho zilizoamshwa ili Mungu atende hayo anayokusudia kutenda. Yeremia 25 mstari wa kwanza alafu taruka usome wa 12. Neno hili ndilo lililomjia Yeremia katika habari za watu wote wa Yuda katika mwaka wa 4 wa Yehoyakimu mwana wa Yosia
mfalme wa Yuda. Mwaka ule ndio mwaka wa kwanza wa Nebukadreza mfalme wa Babeli. Mstari wa 12. Na itakuwa miaka hiyo 70 itakapotimia, nitamwadhibu mfalme wa Babeli na taifa lile, asema Bwana, kwa sababu ya uovu wao, nayo nchi ya Wakaldayo pia, nami nitaifanya kuwa ukiwa milele. Yeremia 29:10. Yeremia 29:10. 9:10. Maana Bwana asema hivi, Babeli utakapotimiziwa miaka 70, nitawajilia ninyi na kulitimiza neno langu jema kwenu kwa kuwarudisha mahali hapa. Mungu akaona miaka 70 imetimia, lakini watu wamezimia, kiroho wamekufa, na yeye anataka atimize neno alilolinena, awatimizie. Lakini Waisraeli kiroho wamezimia roho zao. Sasa hawezi kulitimiza tu wakiwa wamezimia, lazima aamshe roho zao. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Naomba andika hivi, uamsho ni nini hasa? Uamsho ni nini hasa? Andika uamsho ni kurudishiwa uhai. Nataka niende pole sana leo. Uamsho ni kurudishiwa uhai wako. Wa Efeso 5:14. Efeso 5:14. Kama tungekuwa wasomaji wawili tukasaidiana kwa haraka, nataka nifundishe taratibu. Uamsho ni kurudishiwa uhai. Hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Haleluya. Tulipookoka kulikuwa na namna fulani tulikuwa nayo, na wakati mwingine wangapi walikuja kwa Yesu baada ya kuponywa, walitendewa miujiza ya uponyaji? Yule kule mmoja na wengine pale, baada ya kuponywa na baada ya Mungu kukuokoa, kulikuwa na namna ambayo ndani kuna uhai ambao unawaka moyoni kiasi kwamba yani wewe na mambo ya Mungu hakuna lugha nyingine ya kukuambia uyaache. Wana wa Israeli walikuwa wanampenda Mungu. Kilichopelekea hata wakapoa ni kwamba walipotekwa kwanza, wamepigwa, makuhani wao wameng'olewa macho, kanisa limebomolewa, vyombo vya nyumba ya Mungu vimechukuliwa. Wakaona ile hali ya upinzani, wakazimia mioyo. Na ndivyo ilivyo, watu wengi wanaanzaga wokovu vizuri sana, lakini anapokuta wokovu unapambana, unapigwa vita, unapingwa, huwa kuna hali ya kuzimia. La pili, wamefika Babeli wakapewa eneo la kuishi tu zuri, wakalima, wakafanya maendeleo, wakaanza kuzaana, wakajisikia safi. Kadiri dunia inavyozidi kunawiri na maisha yanavyokuwa bora na nyumba zinavyokuwa bora na usafiri unakuwa bora na ulaji unakuwa bora, kanisa linaweza likazimia. Maisha ya kiroho yanaweza yakazimia. Ninakumbuka sisi wachungaji huko Dodoma, wakati tulikuwa tunaendaga Dodoma, wachungaji wote tulikuwa tunalala kanisani. Wachungaji wote tulikuwa tunalala kanisani.
alafu alikuwa hamna mwenye begi, wote tulikuwa tunaenda na mfuko wa lambo au foronya, ndio tunabebea nguo. Si kama mnanielewa. Unajua kuna wengine ukiongea hivi vitu wanaona kama hadithi fulani Mkilala sasa zile lambo usiku, kila mtu anachukua shuka humo, hata shuka tulikuwa hatuna. Unazinaza kwacha. Lakini mioyoni huku tukilala ikifika tu saa 6 tunalipuka kuomba mpaka asubuhi. Leo tunalala kwenye hoteli nzuri, washirika wanatuchangia. Unajua zamani, ngoja niongee kidogo. Zamani makanisa mengi haya mnaona yalikuwa nikianzishwa, wewe ulikuwa ukiokoka wa kwanza ndio mlishaji wa mchungaji. Nakumbuka tulienda mahala na mzee Kulola, akaokoka mtu mmoja, mzee Kulola akavua koti akampa, akamwambia wewe ndio mchungaji. Ndio amekata shauri, hapa tumepanda kanisa. Aliokoka siku ya 3 ya mkutano, ndio kapewa koti na Biblia na kabidhiwa na nyimbo ya Injili. Siku ya 5 au ya 6 akaokoka mwingine, akaambia wewe sasa mchungaji atakuwa anakuja kula kwako. Mimi hayo maisha nimeyaishi wapendwa. Yaani maisha ya nyumba ya mtumishi wanaendaga kula kwa mshirika. Tulikuwa tupiki, nenda kula. Sasa wakati mwingine tunapofikia mahala dunia inanawili, tunaweza tukazimia mioyo. Wana wa Israeli wakapendeza, wakaona tukaanze tena kule kupigana na maadui wengine, wakati Babeli ni taifa halipigwi na yeyote, liko hapa, halafu sisi twende kule tukae kwa libabe hili, hatutasumbuliwa. Lakini wale walioamshwa mioyo wakaenda pamoja na Zerubabeli. Wana sifa sana. Kwa hiyo andika, uamsho ni kurudishiwa uhai. Ezekieli 37 mstari wa 1 hadi wa 14. Ni kurudishiwa uhai wa kiroho, ni kurudishiwa nguvu za kiroho, ni kurudishiwa shauku ya kiroho, ni kurudishiwa moto wa kiroho. Nisome hiyo Ezekieli. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Wanasifiwe sana. Waisraeli tena wanaonekana wakiwa wamekuwa mifupa mikavu. Maelezo ya kithiolojia yanayoeleza hapo yanasema hivi: ni mifupa ambayo, neno mifupa mikavu linaelezwa hivi, ni mifupa ambayo watu wengi walikufa wakazikwa mahala. Halafu likaja maji mengi, mafuriko yakayabeba yale makaburi, yakayafukua, ikaelea ile mifupa, ikakaa, ikaje ikaachwa nje, ikapigwa jua mpaka inaonekana imechanika. Hali ikitambulishwa ya kukosa uhai kiroho. Taifa la Israeli mara nyingine wanaonekana hali ya kupoteza uhai wa kiroho ambao ndio Mungu anamwambia, Yeremia anamwambia, hii mifupa inaweza kuishi. Kwa kawaida hiyo mifupa
uliokaa ukazikwa ardhini, halafu ukaja ukafukuliwa ukakaa kwenye maji yakaja kukauka, ukalowekwa kwenye maji kwa miezi 2-3, maji yakakauka, ikaelea, ikapigwa jua kwa miaka kadhaa, huu mfupa hauwezi ukaungwa kwa binadamu aliye hai. Nini hiyo hali inasemwa? Maana yake kwamba kiroho tukipoteza uhai, Israeli anaambiwa hawa wamepoteza uhai. Sasa anasema awaambie neno la Mungu, neno la Mungu liwakilisikia, Roho Mtakatifu atahuisha tena, atarudisha uhai wao, watafufuka na kuwa jeshi kubwa. Haleluya. B, tunafafanua uamsho ni nini? Ni kuondolewa hali ya kupooza au kusinzia ama kulala ama kukata tamaa au kukinai mambo ya Mungu. B, ni kuondolewa hali ya kupooza kiroho au kusinzia kiroho au kulala kiroho au kukata tamaa kiroho au kukinai kiroho na kuyazoelea mambo ya Mungu. Uamsho ni kuondolewa hali ya mazoea ya kukinai na kuyachukulia kawaida. Si ni kurudia uhai au kupokea uhai mpya na kupata nguvu mpya ya kutenda mambo ya Mungu. Ni kurudia uhai au kupata nguvu mpya na kupata nguvu mpya ya kuyatenda mambo ya Mungu. Hiyo ndio tunaita uamsho. D, ni kupokea nuru na mwangaza, kuangaziwa kiroho kuhusiana na jambo fulani la kimungu na kupokea shauku isiyozuilika, kupokea hamu isiyo katika, kupokea hamu ya kufanya jambo la kimungu isiyozuilika. Ninayo maandiko machache hapa katika Matendo ya Mitume sura ya 18 mstari wa 5. Unaweza ukasema ni kuwa na utashi wa kuyataka mambo ya Mungu, ni kuyapenda na kuyataka kwa nguvu isiyozuilika kuyatenda. 18 Matendo ya Mitume sura mstari wa 5. Hata Sila na Timotheo walipoteremka kutoka Makedonia, Paulo akasongwa sana na lile neno, akiwashuhudia Wayahudi ya kwamba Yesu ni Kristo. Paulo akapokea uamsho wa kulihubiri neno kiasi kwamba amepewa marufuku, amefungwa kifungo cha nje. Ameambiwa, sikiliza, mambo yako ya kuhubiri marufuku, lakini kaa hapa, ukae kwenye chumba, upange, utulie, umesababisha vurugu, kesi zimezidi, tulia. Lakini uamsho wa Roho Mtakatifu kwa habari ya kumsema Yesu, anasikia moto unawaka ndani, akashindwa kujizuia. Hiyo ndio kitu kinaitwa uamsho. Haleluya, haleluya. Na moja ya alama ya uhai wa kiroho wa mtu mmoja au wa kanisa au wa dhehebu, kumsema Yesu popote alipo. Hata angekuwa gerezani, anasema Yesu ni Mwokozi. Hata angekuwa anakata roho, waliopo pala anawaambia Yesu ni Mwokozi. Ndani yake
hata kama mauti inamkamata, moyo wake unawaka kueleza juu ya Yesu. Haleluya, haleluya. Yeremia sura 20 mstari wa 9. Yeremia 20:9. Nami nikasema sitamtaja wala sitasema tena kwa jina lake. Basi ndipo moyoni mwangu kumekuwamo kama moto uwakao uliofungwa ndani ya mifupa yangu. Uamsho ni moto ndani ya roho ya mtu unaowaka, ambao hawezi kuukontrol, unalipuka. Huwa nafanya kongamano la Roho Mtakatifu kila mwezi wa 5. Sasa baada ya kumaliza nikaambia Roho Mtakatifu ni moto usiozuilika. Sasa wanakwaya walikuwa wameenda mahala kuhudumu, wakaona sasa waende mahala kwenye kimgahawa tu wakanywe chai. Wakati wanakunywa chai, wanakula, mmoja akamwambia, baba alisema hivi, kama kweli tumempokea Roho Mtakatifu, yeye ni moto usiotulia ndani kwa habari ya kumsema Yesu. Mimi hapa nataka niwaambie Yesu kidogo kwenye mgahawa, wanaokula na wanaouza. Binti akasimama akaeleza Yesu. Pakalipuka pale, pakalipuka pale. Watu wakaanza kuguswa na nguvu ya Roho Mtakatifu, watu wakaanza kuguswa na moto wa Injili, watu wakaanza kupagawa pepo, watu wakaanza kwenye mgahawa. Hata kama amevaa vizuri, hata kama yuko wapi, sikiliza, ni moto usiozuilika. Uhai wa kiroho ni nguvu inayokuja ndani ya mtu ambayo haizuiliki akiwa katika mazingira yoyote. Uhai wake, unajua aliye hai hata angekuwepo, angekuwa wapi, uhai utatokea tu, utauona tu. Matendo ya Mitume 18:25. Sura 18 mstari wa 25. Mtu huyo alikuwa amefundishwa njia ya Bwana, na kwa kuwa roho yake ilikuwa ikimwaka, alianza kunena na kufundisha kwa usahihi habari za Yesu, naye alijua ubatizo wa Yohana tu. Alikuwa ameamshwa, roho yake imeamka. Nimesema hivi, hakuna jambo Mungu duniani hapa alilitenda kwa wanadamu kabla ya watu kuamshwa. Katika Agano la Kale, hasa ukianza vitabu hivi vya historia, utakutana na maneno haya. Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana. Bwana akawainulia waamuzi. Si mnanielewa? Mnanielewa? Hapo ndipo watu walipoanza kuliitia jina la Bwana, na Bwana akawainulia waamuzi. Yaani matokeo ya kina Samsoni ambao wanakimbiza maadui wa Israeli wanatokana na uamsho. Haleluya, haleluya. Ili apatikane Samsoni lazima patokee uamsho. Matokeo ya kina Gideoni yalitokana na uamsho. Na ukiangalia kina Samueli, kina Daudi, wametokana na uamsho. Ndio maana Daudi alipopokea uamsho, nimesema hivi, uamsho ukiamshwa roho, roho yako ukiamshwa, anakwenda kwenye jeshi la Israeli, wanatetemeka kwa habari ya mtu anaitwa Goliath. Wote wanatetemeka kwa sababu mioyo imezimia.
Kenyewe kanasema msizimie mioyo, kameamshwa roho. Kadogo lakini roho yake imeamshwa. Wanasifiwe. Ili azaliwe Yohana Mbatizaji. Wanathiolojia wanasema tuna miaka 450 ya ukimya. Tuna miaka 450 ya ukimya. Kwa nini ukimya ule ulitokea kati ya Hagai, kati ya Malaki mpaka Yohana Mbatizaji? Kwa sababu hapakuwa na watu walioamshwa mioyo, walioamshwa roho zao. Hakuna uamsho. Hawezi akapatikana nabii. Ili utokee uamsho, ukisoma Luka sura ya 1 mstari wa 5 hadi wa 11, nitoe mstari mmoja tu angalau tusaidie. Ili atokee Yohana mpaka wapatikane watu walioamshwa mioyo, amshwa roho zao. Nisomee hapo. Luka 1:5 hadi 11. Zamani za Herode mfalme wa Uyahudi, palikuwa na kuhani mmoja jina lake Zakaria, wa zamu ya Abia, na mkewe alikuwa mmojawapo wa uzao wa Haruni, jina lake Elisabeti. Na wote wawili walikuwa wenye haki mbele za Mungu, wakiendelea katika amri zote za Bwana na maagizo yake bila lawama. Nao walikuwa hawana mtoto, maana Elisabeti alikuwa tasa, na wote wawili ni wazee sana. Basi ikawa alipokuwa akifanya kazi ya ukuhani katika taratibu ya zamu yake mbele za Mungu, kama ilivyokuwa desturi ya ukuhani, kula ilimwangikia kuingia katika hekalu la Bwana ili kufukiza uvumba. Na makutano yote ya watu walikuwa wakisali nje saa ya kufukiza uvumba. Akatokewa na malaika wa Bwana amesimama upande wa kuume wa madhabahu ya kufukizia. Wakati wa zamu ya huyu kuhani ambaye yeye na mke wake wameamshwa roho zao, wote wawili ni wenye haki mbele za Mungu, wamefufuliwa, hawaabudu tu halimradi wanaabudu. Wakati huo ndipo malaika anatokea, anazaliwa Yohana. Uamsho huu ndio umemleta Yesu. Haleluya, haleluya. Uamsho huu ndio uliomleta Yesu. Ili Mungu atimize ahadi zake, huwa anaamsha roho ya watu. Yesu aliahidiwa siku nyingi, lakini miaka hii 450 hapana uamsho. Watu mioyo imezimia. Ninatamani kusudi la somo hili, kusudi kubwa la somo hili, tuishi katika uamsho, na nitakuonyesha namna ya kutafuta uamsho. Utaona kwamba uamsho huwa hauletwi na Mungu kwa kulazimishwa. Uamsho una vyanzo vya mtu atakayeamka roho. Na watu wanaweza wakaamua kwamba tunataka kwenda kwenye uamsho. Na wakienda kwenye uamsho, Mungu huwaamsha wakapokea yote Mungu. Uamsho sio kitu ambacho Mungu anakirusha tu kitokee kama radi au kama kimondo. Uamsho ni kitu ambacho watu wanatokea kuanza mchakato. Hebu tisome hapa. Andika hivi: tunapaswa kuanza kuendea safari ya uamsho ili Mungu ayatende yote aliyoyaahidi na aliyoyakusudia. Sijui kama hili somo lina vipengele vingi, sijui kama nitalimaliza kesho, sijui. Lakini niseme hivi, hata nisipolimaliza nikupe faida. Hata Yesu hatarudi mpaka utokee uamsho mkubwa sana. Yesu haji mpaka patokee uamsho mkubwa sana. Hatarudi. Nyakati zote Mungu ana mazingira anayoyatafuta
ya watu walioamshwa roho zao. Wakati Yesu anakaribia kuondoka, aliwaambia wanafunzi, msitoke Yerusalemu, mkae hapo hapo. Lengo la Yesu kuambia wakae pale pale. Pale hawatajadili biashara zao. Hey, haleluya. Bado mawazo yao yametawaliwa. Yesu alikufa, tulihakikisha, na amefufuka, na tumeona amepaa, na amesema anaenda kwa Baba kutuandalia makao, na amesema Roho atakuja. Watakaa katika tafakari. Kumbe siku 50 za kuyajadili na wanashuhudiana hivi alivyowatokea siku ile mimi sipo ilikuwaje. Mioyo yao inaamshwa. Haleluya. Kutoka kwenye madhara ya kukamatwa na kusurubiwa, kutoka kwenye hofu hebu soma hapa Matendo ya Mitume 2:7 au tuanze 1. Matendo ya Mitume 1:4. Matendo ya Mitume 1:4. Tuanze hapo. Hata alipokuwa amekutana nao, aliwaagiza wasitoke Yerusalemu, bali waingoje ahadi ya Baba, ambayo mlisikia habari zake kwangu. Wanasifiwe sana. Uamsho wa siku 50 wakae pale Yerusalemu. Kulikuwa na kizuizi gani? Ngoja niwaulize swali. Kulikuwa na kizuizi gani Roho Mtakatifu asishuke siku anayoondoka tu? Kwa nini hakusema tu nikitoka tu nikishapotelea mawinguni Roho anashuka? Kwanza kuachwa na Yesu kulikuwa kumewaathiri, wengine limewaumiza. Yesu ameondoka, wana wasiwasi. Wakae wanaimba, wanaabudu, wanasimuliana shuhuda, kila mmoja anaeleza. Wapo hapo kina Lazaro waliofufuliwa. Wewe ilitokeaje siku 4 umekufa? Ulipokuwa unakufa ulikuwa umekufa zile siku 3, ulikuwa wapi? Anaanza kueleza, nilikokuwa wakati nimekufa, siku ya kwanza, ya pili, ya 3, na namna nilivyoitwa na nilivyosikia. Roho zao zinaamshwa. Haleluya, haleluya. Mariamu anaeleza ushuhuda wake. Hivi huyu mtoto ilikuwa kuwaje mimba yake, na alipokuwa tumboni ulikuwa unahisi nini? Anaeleza, maelezo yake yanaamsha roho zao. Haleluya, haleluya. Sikiliza. Wameambiwa msitoke hapa. Kiwango cha kuamshwa kiroho kilivyofika, wote mioyo yao imeamshwa, wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Haleluya, haleluya. Natamani ninapoongea roho yako iamshwe, na wewe ahadi za Mungu zianze kwetu. Shuhuda za siku 50. Nyinyi mlipokuwa mnaenda Emau ilikuwaje? Yani alitokea kama mwanadamu wa kawaida, lakini ongea yake. Kwanza sisi tuna hofu ya usiku, yeye usiku hana hofu nao. Yani anaona mbona hayo mambo madogo tu. Maelezo yao yanaamsha roho za wengine. Haleluya, haleluya. Sikiliza. Ndio maana Hagai anaenda kuongea na Zerubabeli. Anapoongea na Zerubabeli, Zerubabeli roho yake inaamshwa. Akaona hapana, Zerubabeli anaita Waisraeli, hebu njoni. Mungu hazuiliwi na matatizo haya tusijenge nyumba yake, wala tusikae kuangalia maendeleo yetu na majukumu yetu ya kusomesha na kujenga kiasi kwamba kazi ya Mungu izofike. Tusimame. Aliposikia wanasema Zerubabeli mahubiri yake, likapatikana kundi la watu walioamshwa roho zao. Haleluya. Kumbe kukaa kwenye mahubiri, hata kama umezungukwa na matatizo, ukikaa kwenye mahubiri ya neno la Mungu, roho yako inaweza ikaamshwa, roho yako inafufuka, roho yako inahuishwa, roho yako inarudishiwa uhai wa imani.
katika ile Ufunuo sura ya 2 mstari wa 4 hadi wa 5 na Ufunuo sura ya 3 mstari wa 2 na wa 3. Hasa soma tu ile sura ya 3, ile nyingine andika tu. Uamsho unaweza ukaja pia kwa ajili ya kuimarisha yaliyotaka kuzimika, ya mambo ya kimungu ndani ya mtu yaliyokuwa yanataka kupotea. Kumbe wapendwa, kanisa, Bwana asifiwe. Ni vizuri tuwe na wakati mwingine wa siku 3 za kukaa wote hapa, tunaimba, tunaabudu, tunasoma neno, tunaomba, tunaimba, utaona ndicho walichofanya hawa, Roho akashuka. Mungu hakuwa amezuiliwa kumshusha Roho Mtakatifu mpaka subiri siku 50. Alikuwa anasubiri roho zao zihuishwe, wakae, kwa sababu unajua pale ilikuwa ngumu kueleza habari nyingine yoyote. Hivi unafikiri hata kama ni kwenye msiba unaweza ukaanza kuambia watu habari za biashara ya sabuni? Watu tunazungumzia mambo ya msiba tu. Ilikuwaje? Juzi nikapigiwa simu, binti mmoja analia, mimi mama yangu amekunywa sumu. Akasafiri akaenda kwao. Amefika kwenye msiba, namuuliza vipi? Yaani watu wote wanaongea tu, wanalia alivyokunywa sumu, hata si ndani nimemuuliza nieleze vizuri. Yaani kila mtu anasema hizi, kwa nini kanywa sumu? Kwa nini kanywa sumu? Hakuna kuleta habari nyingine. Sasa pale kwenye siku 50 ilikuwa ni kujadili tu, hivi kwa nini tulikuwa tunakaa na Yesu mpaka amepaa? Yaani kama wewe Tomaso mpaka unabishana naye, unachokonoa hadi mbavuni. Yaani mimi mwenyewe sijui ujinga huu niliutoa wapi. Unajua nilipogusa nilisikia nguvu inaingia ndani. Shuhuda zile kila mmoja roho zikaamshwa. Walipoamshwa, Biblia inasema hivi, wakajikuta wote wanaimba nyimbo za kumwabudu. Wote wanaimba nyimbo, hakuna tena mwenye huzuni. Halafu elewa kwamba wale watu ni wa Galilaya. Hakuna anayesema nyumbani nimeacha ng'ombe baada ya roho kuamshwa. Hakuna anayesema niliacha mashamba baada ya roho kuamshwa. Ndicho tunachokiona kwenye Hagai, kwamba Hagai anawaambia hapana, kujenga nyumba zenu na nyumba ya Mungu isijengeke. Na tamani sasa Roho Mtakatifu aamshe roho zetu kwa neno hili, ili tusije tukaona kwamba ziko sababu. Pale kanisani mwaka jana mwezi wa kwanza nikamwambia hivi, mwaka huu tunaanza na Mungu kwanza. Naanza kupima kanisa uhai wake kiroho. Tunaanza na Mungu kwanza. Pale huwa tunagawana kila mwaka kuchangia kazi za kanisani. Tuna mchango wa kudumu kila mwaka. Mafungo milioni 3. Sasa milioni 3 mafungo tunazigawa, au milioni 1.5 tunazigawa. Kwa mwezi utaleta ngapi? Kwa wiki utaleta ngapi? Tunatumia andiko moja liko katika ni Makorinto wa kwanza sura ya 16 mstari wa 2. Tunatumia hilo andiko. Mungu alinipa ufunuo huo. Hebu nisome. Siku ya kwanza ya juma, kila mtu kwenu na aweke akiba kwake, kwa kadiri ya kufanikiwa kwake, ili kwamba michango isifanyike hapo nitakapokuja. Kumbe michango ya kazi ya Mungu haitakiwi kufanyika linapopatikana hitaji, kwa mujibu wa andiko hili. Sio, mnanielewa? Kwa mujibu wa andiko hili, sio mkisubiri mkutano wa Pasaka ndio mchangie. Paulo alikuwaga akienda kule ndio wanachangia mikutano anayofanya na semina na ujenzi. Kuwekwe utaratibu wa kudumu utekelezwe kila wiki. Sio, mnanielewa? Kwa hiyo tunapangiana
Mwenye 3 mwenye 1.5 milioni 1.5 anatoa shilingi 30,000 na sijui na miangapi kwa wiki. Kila wiki analeta 30,000 na tukimaliza mwezi wa kwanza tunalinew tena ahadi. Wana siwe sana. Na nikawaambia mwaka huu anza na Mungu kwanza, ya kwako yasimamishe. Mioyo ikiamshwa bwana. Kuna mama mmoja, yani kale kama mama kanapanga chumba kimoja na mume wake ni kinyozi. Akasema mimi tulioahidi na mume wangu tunaitafuta kwanza, baba tuombe. Kila namna nitaitafuta. Kakatafuta bwana, kakao kwanza kakailipa yote. Mwaka jana mwezi wa kwanza, mwezi huo kakamaliza. Mpaka mimi nikashanga, mbona hata mimi nimeshindwa? Yule mama akanipa hasira. Moyo umeamka, Mungu kwanza. Hakaoni ninalala kwenye, halafu kametelekezewa na watoto wa ndugu yake mmoja amepotelea Afrika Kusini. Hatumi hela wala hapatikani, kanatakiwa kawasomeshe. Yani sasa mimi naanza na Bwana kwanza. Niliposimama kutangaza, mama njoni kuombea, yule mama nikamwombea. Baada ya muda mfupi yule mama Mungu alimtendea ya ajabu. Hivi juzi ameshuhudia kanisani wakati tunamaliza mwaka. Nilianza na Bwana na sasa nimemaliza nyumba yangu. Nyumba kubwa ya maana, vyumba vya kulala 3 vyote masters. Vyote masters. Na nimemaliza nyumba yangu. Nimemaliza, sijapaua, lakini tayari bati nimenunua, magirili tayari yamechongwa yapo. Yani nasubiri tu kupeleka mafundi. Na milango tayari ipo. Aliamshwa moyo. Sasa wapendwa, kumbe alikuwa anasubiriwa tu apatikane Hagai auamshe moyo wake. Nikamwambia mwaka huu tunaanza na Bwana. Ulipofika mwaka huu watu wanashindania kumaliza mwezi wa kwanza. Mpaka Jumapili iliyopita niko hapa, kuna watu wameshamaliza. Wa 3 wamemaliza. Nikutie wivu. Amsha roho. Roho ikiamka huwa haioni mambo ya ulimwengu kwanza. Inaona mambo ya Mungu kwanza. Inaona ufalme wa Mungu kwanza. Ndio maana Hagai anasema, mbona nyumba zenu mnajenga? Kwa sababu mmepokea uamsho wa mambo ya ulimwengu. Mambo ya Mungu, roho zimelala, roho zimezimia, roho zimekufa. Akasema hapana. Mungu akawaamsha moyo wa Zerubabeli. Moyo, sikiliza wewe uliyeamshwa moyo, amka useme na wengine nao wataamshwa moyo. Ndio maana ukiamshwa moyo shuhudia. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tumesoma ile Matendo ya Mitume 1:4. Soma Matendo ya Mitume 2:7 hadi 13. Uamsho ni kitu ambacho mnaweza mkakianzisha na kikatokea. 2:7 hadi 13. Wakashangaa wote, wakastaajabu wakiambiana, tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliyozaliwa nayo? Walpathi na Wamedi na Waelami nao wakaao Mesopotamia, Uyahudi na Kapadokia, Ponto na Asia, Frigia na Pamfilia, Misri na pande zote na pande za Libya karibu na Kirene, na wageni watokao Rumi, Wayahudi na waongofu, Wakrete na Waarabu. Basi ishia hapo, inatosha. Usoma mstari wa 42 na 46 mpaka 46. 42 mpaka 46 sura ya pili hiyo. Wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kuumega mkate na katika kusali. Kila mtu akaingiwa na hofu,
ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume, na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika. Uamsho wa kanisa la kwanza la Agano Jipya umeanzia ndani ya siku 50. Lakini haukuishia hapo, wakawa wanadumu kwenye fundisho, kuumega mkate. Hapo ndipo ajabu nyingi zikafanywa na mitume. Sura ya 13. Nafikiri leo nitaishia hapo, tutasoma mstari mwingine wa mwisho. Sura ya 13, Matendo ya Mitume. Unaweza ukaandika hivi: kitabu kikuu cha uamsho katika Biblia ni Matendo ya Mitume. Kitabu kikuu cha uamsho katika Biblia ni Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 13 mstari wa 2 hadi wa 3. Basi hao walipokuwa wakimfanyia Bwana ibada na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, nitengeeni Barnaba na Sauli kwa kazi ile niliyowaitia. Ndipo wakiisha kufunga na kuomba, wakaweka mikono yao juu yao, wakawaacha waende zao. Andika mambo yafuatayo. Kanisa la kwanza waliweka utaratibu endelevu wa kutafuta uamsho. Walikuwa wanafanya ibada kila siku, wanafunga kwa muda mrefu na mikesha ya muda mrefu. Walikuwa wana ibada ya kila siku, kufunga mara kwa mara, kusikokoma. Hawafungi kwa matukio. Lakini pia walikuwa na mikesha endelevu. Kuanzisha uamsho, Mungu anatungoja sisi. Anangoja mioyo iliyoamshwa waende kwenye hali ya kuingia kwenye uamsho. Hawa walianza kwa kuwa na maombi. Wanatheolojia wanasema hivi: yalianza mikesha ya kumaliza usiku saa 6. Wanakesha mpaka saa 6. Baadaye wakawa wanapiga mpaka asubuhi. Lengo lao la kwanza lilikuwa tu kuadhimisha matendo ya Yesu na kukumbushana matendo ya Yesu na maisha ya Yesu. Halikuwa kwenda kuomba mahitaji. Lengo lao la kwanza ilikuwa ni kwenda kumwadhimisha Yesu na kukumbushana maneno yake. Ujue hapo hawana Agano Jipya halijaandikwa. Hawana Biblia iliyoandikwa. Wanasimulia. Ndio maana hata walipokuja kuandika walishayakariri. Wanasimuliana. Kwa hiyo ilikuwa ni furaha yao. Wanamwabudu Mungu, wanamsifu, wanasimuliana. Siku ile tulipokuwa Bethania, alisema hivi na hivi, akasema hivi na hivi, akasema hivi na hivi. Wanayaangalia maneno yake, wanayaona upya, wanaona mazuri. Kwa nini tulikuwa tuyaelewi vizuri? Wanaimba, wanaabudu. Hali hiyo ikapelekea kuzaliwa kwa huduma nyingi katika lile kanisa. Watu wengi uamsho wa huduma. Kuzaliwa kwa utendaji wa karama nyingi za Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Umoja usio wa kawaida. Umoja usio wa kawaida. Hapo wameingia na wa mataifa. Wanawaona hakuna mataifa tena. Wameingia na mataifa mbalimbali, wanawaona wote ni wanafunzi wa Yesu. Haleluya. Utoaji usio na kipimo. Utoaji. Kuamshwa roho. Uamsho ulipotokea,
kanisa dogo changa la Antiokia linasaidia kanisa la Yerusalemu kwa utoaji wao. Haleluya, haleluya. Watu wakiamshwa roho zao huwa wanatoa, hawasukumwi, hawalazimishwi, hawasukumwi. Nilishuhudia hapa, mimi nilitoa shilingi 20. Sasa wewe utaizalau kwa sababu 20. Ilikuwa hela nyingi enzi hizo, zaidi ya milioni 2 kwa matumizi yake. 20 ya noti. Na nilitoa kwa furaha, na nikasikia nimefanya vizuri kuliko ningeitumia mwenyewe. Yaani uamsho ukija, mtu anaweza akapata tabu kwa ajili ya Kristo. Uamsho ukija, anakuwa kama kina Petro, anakuwa kama kina Paulo, anakitoka kwenye kipigo kwa ajili ya Kristo, anasema na sisi tumepanda cheo, tumestahili na sisi kupigwa kwa ajili ya Kristo, na sisi angalau tumeonekana na sisi ni watu wa maana katika ulimwengu wa roho, kwa sababu kwa ajili ya jina hili na kwa ajili ya injili hii na sisi angalau tumeoja vifimbo kidogo. Akiamshwa roho, tatizo linalompata kwa ajili ya Kristo anaona ni nyota za heshima kwake. Haleluya, haleluya. Siku moja nilishuhudia, sijui hapa, niliwahi kuwekwa ndani kwa sababu nimehubiri. Jumapili tumetoka kwenye ibada, mimi nikaenda kushuhudia. Wakati huo Waziri Mkuu Sumaye alikuwa amepiga marufuku pasiwe tena na mahubiri kabisa. Mimi nikaenda kuhubiri. Na sio kwamba nilikuwa sijasikia, nilikuwa nimesikia, nikahubiri. Polisi wakanichukua wakaniweka ndani. Ndani ndio nilihubiri. Niliongoza sala ya toba mpaka polisi wenyewe. Piga injili. Yaani nikaona kumbe sasa huku ndio kwenye lengo. Huku. Alafu mimi nikasema sasa wasinitoe. Si hawa wanatoka, hawa asubuhi wanaingia wengine, na wenyewe na wasubiri. Wanakuja nasema, umeambiwa utoke. Ngambia sinitoke kesho. Maana tamani, na kwanza nasikia na mimi kwa ajili ya Kristo niko hapa, tofauti na walioletwa kwa wizi, tofauti na walioletwa kwa kupigana. Mimi nimeletwa kwa ajili ya Kristo. Moyo umeamshwa. Nasikia mimi nimekuja kama mheshimiwa. Mimi niko kwenye rock up kwa sababu za maana, za heshima. Bwana asifiwe sana. Ukiamshwa roho, unasikia heshima kufa kwa ajili ya Kristo. Unasikia ni nzuri kuliko kufa kwa ajili ya ugonjwa. Haleluya, haleluya. Yaani wamekupiga wakakuua kwa ajili ya Kristo, una hii nzuri kuliko kuugua ugonjwa na ajali. Wanasifiwa sana. Kwa sababu nini? Lakini mtu asiyeamshwa roho anayaogopa mateso kwa ajili ya Kristo. Mwisho andika hivi, uamsho huwa unaleta hali ya kuichukia dhambi na kupenda utakatifu, na unakuwa tayari hata kama umetenda dhambi kwa bahati mbaya, uko tayari gharama yoyote kufanya ili utakasike. Ezra 10 mstari wa kwanza na kuendelea. Ezra 10. Nisomee tu hapo, nitakwambia uishie wapi. Uamsho, watu wanaichukia dhambi na wanapewa neema, wanapewa roho ya utakatifu. Roho ikiamshwa, watu wako tayari kujieleza juu ya makosa yao. Watu wakiamshwa wanakuja wenyewe, hata madhabahuni yuko tayari kusema, jamani, mimi nilikuwaga nadanganya, nilikuwaga sitoi zaka, nilikuwa natoa za uongo, na leo nimeokoka, nataka kuwa natoa zaka yangu. Tena yuko tayari hata kuhitaji. Sasa mimi zaka yangu jamani, nilipaswa niwe natoa 15,000, lakini nimekuwa natoa 8,000. Nasema zaka yangu ni 15,000.
anakuwa huru kukataa uovu, na anakuwa radhi kukubali kwamba uamsho, roho ya uamsho. Haleluya. Hebu nisome hapo. Basi hapo Ezra alipokuwa akiomba na kuungama, akilia na kujiangusha kifudifudi mbele za nyumba ya Mungu, wakamkusanyikia katika Israeli wote kusanyiko kubwa sana la wanaume na wanawake na watoto, maana watu hao walikuwa wakilia sana. Hata Shekania mwana wa Yehieli, mmoja wa wana wa Elamu, akajibu akamwambia Ezra, sisi tumemkosa Mungu wetu, nasi tumeoa wanawake wageni na watu wa nchi hizi, lakini kungaliko tumaini kwa Israeli katika jambo hili. Hebu ishia hapo, mengine nitafafanua. Ule uamsho wa Hagai ulizimika tena miaka 16. Ule uamsho ulioanzishwa na Koreshi ukaenda kwa kina Hagai ulikuja kuzimika tena miaka 16. Ezra akaenda ndani ya nyumba ya Mungu, akalia sana, akaanguka anagalagala toka asubuhi mpaka jioni. Katika maombi yake akawa anasikiliza anavyolalama mbele za Mungu. Mtu mmoja na yeye akaamshwa roho, akamwendea Ezra, acha kulia hivyo. Akamwambia, jambo hili linakupasa wewe, ututakase. Huyu jamaa akaenda akawakusanya Israeli, wakaja wote, akasema, sikiliza, tumetenda dhambi sisi, tumeoa wanawake wa mataifa na tumezaa nao, na wametushirikisha ibada za miungu wao. Tumemtenda dhambi Mungu, tumeitelekeza ibada ya Mungu wetu. Sasa tumeamshwa roho, tunafukuza wanawake na watoto tuliozaa nao. Sijui hivi umenielewa ninachokwambia? Wanafukuza wanawake na watoto waliozaa nao. Ukiamshwa roho, uko tayari kuingia gharama kwa ajili ya kujitakasa. Uko tayari kuingia gharama yoyote kwa ajili ya kujitakasa. Asema tunafukuza watoto wetu na wake tuliowapata kwa katika njia zisizo sahihi, kama Mungu alivyotukataza. Na leo tunaanza kulitumikia kusudi la Mungu, tunaanza kuziangalia ibada. Wakaanza kusafisha nyumba ya Mungu, wakaanza kuipamba nyumba ya Mungu, wakakusanya dhahabu, wakakusanya vitu vya nyumbani mwa Mungu, wakaanza ibada. Uamsho ukaanza, Mungu akaanza kuwatendea mema na kuwatetea. Kesho nitazungumza namna ambavyo uamsho huwa unaleta matokeo makubwa ambayo hayajawahi kupatikana na hayawezi kupatikana kama uamsho hautatokea. Kuna mambo ambayo lazima yatokee kutokana na uamsho. Kuna utoaji ambao lazima utokee kutokana na uamsho. Kuna maombi ambayo lazima yatokee kutokana na uamsho. Kuna mahubiri ambayo lazima yatokee kutokana na uamsho. Kuna uimbaji ambao hauwezi kutokea mpaka uwepo uamsho. Kuna uimbaji ambao tukiimba, nimeonja hayo mambo, nimeaonja. Tulikuwa mahala fulani tukawa tunaimba, tukaanza kuabudu, tunaabudu. Mwisho wa siku tunaanza kuimba kwa lugha. Wimbo mmoja tusiojifunza, lakini ungekuja kurekodi, zingekuwepo simu enzi hizo. Ni kama wimbo ambao tunaujua wote, hatukosei, lugha tusioijua, lugha isiyo ya mtu ambayo hatujui ni lugha gani, lakini tunaimba. Tukiingia kwenye ubeti tunaenda nao wote wa kunena kwa lugha. Ikafika wakati tukawa tukianza tukifikia hali hiyo. Ninawaambia hivi, vipofu waje hapa mbele, viziwi waje hapa mbele, wenye shida hakuna kuombea. Kuna mambo hayawezi kutokea, yanatokea ndani ya uamsho tu. Tunaabudu tu, tunanena kwa lugha, watu wanaanza kupona, watu wanapokea miujiza, watu wanatendewa. Pepo hatukemei, pepo wanaaga wenyewe, kwa sababu Mungu anaona tumeamshwa roho zetu. Wanasifiwe sana, wanasifiwe. Kesho nitamaliza hatua nyingine. Naomba usimame.
Naomba usimame. Kesho Mungu akinijalia nitavizungumza vizuizi vya uhamisho na vitu ambavyo mtu binafsi anatakiwa vishinde katika uhamisho.